na kwa kuzingatia kazi nzuri alizofanya Mheshimiwa Rais katika kupambana na maadui ujinga, maradhi na umaskini, kuinua hali za maisha ya wananchi kwa kujenga miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya kimkakati kama ujenzi wa reli ya kisasa ya umeme SGR, kukamilisha miradi mikubwa kama bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo alilipokea likiwa 34% na sasa liko 99.99%, na ambalo tayari mashine zote 9 zinazozalisha umeme kila moja tayari imefunguliwa, ujenzi wa madarasa nchi nzima, ujenzi wa hospitali, vituo vya afya, zahanati, na kupunguza vifo vya mama na mtoto nchini. Vile vile kazi nzuri aliyoifanya katika kumtua mama ndoo kichwani kwa kukamilisha na kuendeleza miradi ya maji, kuboresha sekta ya utalii, kilimo, na kuwa kinara wa matumizi safi ya nishati ya kupikia na kulinda mazingira yetu na kuimarisha demokrasia nchini, pamoja na mambo mengine mengi aliyoyafanya. Sisi wajumbe wa Baraza Kuu tumeamua leo tarehe 24 mwezi wa 3 2025, nikiwa nasoma kwa niaba yao, kwa kauli moja tunaazimia kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri ya mafanikio makubwa ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuwaletea wananchi wa Tanzania maendeleo makubwa ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi. Namba 2, kwa kauli moja tunaupongeza mkutano mkuu wa CCM Taifa uliofanyika tarehe 18 hadi 19 Januari mwaka huu 2025 kwa kumchagua kwa kishindo kuwa mgombea mteule wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na kwamba Jumuiya ya Wazazi Tanzania iko mstari wa mbele na iko tayari kushiriki kampeni na kuhakikisha CCM inashinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu ujao, kama kauli mbiu yetu inavyosema, ushindi wa CCM 2025, Jumuiya ya Wazazi tuko mstari wa mbele. Mwisho, tunampongeza tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kumtakia afya njema, nguvu, pamoja na siha njema na mafanikio makubwa katika kutekeleza kazi zake na katika kupeperusha bendera ya chama chetu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ukiangalia reli yetu ya zamani na Tazara, TRC na Tazara, tulikuwa tufikishi nusu milioni kwa mwaka mzima. Unazungumzia hapa ni miezi 7 tangia tuanze, tuna watu zaidi ya 2.1 milioni. Maana yake ni nini hiyo? Maana yake ni kwamba umuhimu wa reli, na hapo nazungumzia kufika Dodoma. Umeona tutafika Mwanza, tutafika Kigoma na tunaunganisha nchi zingine. La tatu, Profesa Kabudi yako anatupa habari za historia hapa, na mzee wangu balozi hapa yuko mbele yetu hapa. Reli ya kwanza katika taifa letu ambayo ilijengwa kuunganisha nchi mbili kwa upande wa SADC ilikuwa kati ya mzee Nyerere na mzee Kaunda miaka ya 70. Kwa mara nyingine tena katika taifa letu nchi zaidi ya 2 zinakubaliana kujenga reli ambao tayari ujenzi tulishaanza, wa kwenda Burundi na baadaye tutaenda DRC Congo. Mnaweza mkapiga makofi hapo. Si jambo chepesi, kwamba sio tu kwamba tunafikiria hapa nchini, lakini tunafikiria na majirani. Lakini na maana gani kubwa? Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani
katika hotuba zake mbalimbali anazungumzia kufungua nchi. Maneno ni marahisi, lakini vitendo ndio vinavyoonyesha kiongozi. Maana yake ni kwamba kuunganisha na nchi zingine inatufanya taifa letu tuweze kufanya biashara na kuvutia uwekezaji. Hakuna namna nyingine ya kuendeleza taifa letu nje ya kufanya biashara na kuweka miundombinu wezeshi kwa ajili ya kuwezesha kufanya biashara. La mwisho, hili ni wana CCM sasa. Nyinyi wana CCM, chama hiki kilichoanzishwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Karume ni Chama cha Mapinduzi. Naamini neno hilo hamtamki tu mapinduzi bila kujua maana yake. Ni Chama cha Mapinduzi. Ulichokiona kwenye video hayo ni mapinduzi. Tazungumzia habari za uchumi. Ninachotaka kusema ni nini hapa? Mwezi wa 10 mwaka huu, nendeni mkawaeleze watu mlioyaona na nayoendelea kufanyika katika taifa letu. Hamwendi kutafuta kula ya huruma, mnaenda kuwaeleza wananchi kilichofanywa katika miaka hii 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Watu wa Mwanza, na sio watu wa Mwanza tu, tutazungumzia watu wa Singida. By the way, Singida tumeshafika Makutupola. Tutazungumzia watu wa Tabora, ndugu zangu wale Wanyamwezi. Tutazungumzia watu wa Shinyanga, watu wa Simiyu nakotoka, watu wa Mwanza, watu wa Geita, watu wa Kagera, watu wa Mara. Wakae mkao wa kula. Tunafika 2027, 2027. Tutakuwa tumeshaunganisha treni mnazoziona hizi kwenye picha, zitakuwa tumeshafika Mwanza. Watu wa Tabora tena pale, tunaenda Kigoma, Katavi, Rukwa. Tunafika 2028. Lakini tuna kazi yetu Oktoba kwanza, tunavuka pale, si ndio hivyo? Lakini sitoshe, kwa mkoa wa Kigoma kuna upendeleo mkubwa sana. Tunaingia kwanza ziwani Tanganyika, lakini tunapita kutoka Uvinza kwenda Kasulu, tunaenda Malagarasi na ndio tunaitafuta Burundi. Kwa mkoa wa Kigoma una upendeleo hali ya juu sana. Asanteni sana. Asante. Kwa sasa katibu mkuu amesema jumuiya imefufuka na tunaona mikakati na mipango kama sehemu ya Chama cha Mapinduzi kukihami na kukiwezesha chama kupata ushindi. Na hilo ndio kazi ya jumuiya zetu 3 za chama: wazazi, UWT na vijana. Na haya ambayo mwenyekiti umesema hapa, sisi kama chama tunayachukua kwa uzito unaostahili, na tutakuwa wakati wote tayari kuisaidia jumuiya ili iweze kufikia malengo hayo. Mheshimiwa Katibu Mkuu aliniambia nifikishe vile vile salamu za mwenyekiti wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye leo jumuiya ya wazazi mmefanya jambo kubwa sana la kumwenzi kwa kazi aliyofanya ya kipindi cha miaka 4. Ukweli ni kwamba kwa maneno ya Katibu Mkuu, huhitaji ushahidi wa kipolisi kama wewe ni mtu mzima na akili timamu kujua alichofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa upande wa Zanzibar, kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naomba tuwapongeze sana viongozi wetu. Tuko kipindi cha uchaguzi, lakini kipindi hiki kinawezekana kwa Chama cha Mapinduzi kikawa ni kipindi nafuu sana kuliko vipindi vingine, kwa sababu ya kazi kubwa zilizofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kama wana CCM tunatakiwa kujipanga ili haya mafanikio tuweze kuyaelezea vizuri
kwa wananchi wetu ili tuweze kupata ushindi mkubwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Rais wa Zanzibar, vile vile kwa wabunge wetu, wawakilishi na madiwani. Kwa hili ambalo jumuiya ya wazazi inafanya leo ni maelekezo ya chama, lakini ni kujipanga vizuri kulikofanywa na jumuiya. Tunawapongeza sana. Rai ya katibu mkuu, kama jumuiya tupate muda wa kutosha kuwaelewesha wananchi wetu umuhimu wa amani, mshikamano na utulivu ulioko ndani ya taifa letu. Mafanikio ni kitu kimoja, lakini amani na mshikamano huu umechangia kwa kiwango kikubwa sana kupata maendeleo haya. Kwa hiyo katibu mkuu anaelekeza kama jumuiya hilo tulibebe, la kwenda kuhamasisha amani na mshikamano. Na vile vile tunakoelekea kwenye uchaguzi, sisi tuwe mfano wa kudumisha amani na ulinzi na usalama wa maeneo yetu. Hata kama itatokea labda kutegeshewa ili tuweze kugafilika na kuingia kwenye vurugu, wana CCM tukiwa imara tujaribu kuepuka kishawishi hicho. Juzi Mheshimiwa Rais katoka nchini Namibia akiwa mgeni rasmi kwenye uapisho wa rais mpya wa Namibia. Baadhi yetu tulipata nafasi ya kufuatana na Mheshimiwa Rais. Tulikutana na viongozi wengi sana kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika. Mimi kwa mara ya kwanza sikuwahi kupata bahati hiyo. Nilishangaa heshima ambayo inatolewa kwa Watanzania. Rais mwenyewe wa Namibia amekaa kwa muda mrefu wa maisha yake na mume wake ambaye alikuwa mkuu wa majeshi ya Namibia, sasa amestaafu, kipindi kirefu sana Tanzania. Na niliona mpaka majirani wa Magomeni alipokuwa anaishi walisafiri kwenda kwenye tukio lile na walipewa heshima kubwa sana. Na tukawa tunaongea tukisema kwamba wakati mwingine wa Tanzania hatutambui nafasi yetu. Tukiwa ndani tunajibeza sana. Siku hiyo ilikuwa Watanzania ni kama kivutio kikubwa sana kwenye tukio lile. Kwa sababu sio hao tu, hata waliotoka Afrika ya Kusini, waliotoka Zimbabwe, waliokuwa pale walikuwa wakizungumzia sana Tanzania. Nafikiri sisi tulioko sasa, haswa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tuna wajibu mkubwa sana kwenye kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais ameasisi falsafa ya R4 ambayo lazima tuidumishe na hiyo mwongozo wetu sote kama Watanzania na haswa wana CCM, ili kuweza kuimarisha zaidi maendeleo ya nchi yetu lakini na utulivu wa taifa letu. Kwa hiyo jumuiya ya wazazi hili mnalolifanya linaendana kabisa na falsafa iliyoasisiwa na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan.